Napenda sana kuwa katikati ya vijana. Najua kwa nini napenda sana kuwa katikati ya vijana. Unapokuwa mwalimu wa chuo kikuu unakuwa kijana kila siku kwa sababu unakutana na vijana. Lakini changamoto za vijana zinakufanya uwe kijana. Ndio, changamoto za vijana zinakufanya uwe kijana. Lakini kikubwa kuliko chote, unawasaidia vijana kuwa raia bora wa taifa na raia wema wa Mungu. Kwa pia Mungu naye anakutazama na kufutia madhambi yako mengine, kwa sababu umesaidia hawa waja wake nao kuwa watu wema. Na mimi huwa waambia wenzangu wote, mwambieni kabisa, hakuna jambo la furaha sisi walimu na wahadhiri kama mafanikio ya wanafunzi wetu. Sio pesa kabisa, lakini na kuna wakati pale bungeni nilikuwa na wakoga wenzangu, sio kuwakoga kwa maana ya kujitutumua, lakini nawaambia hivyo, kati yenu nyinyi hapa nani amemfundisha mkuu wa mahakama Ibrahim Juma na amemfundisha spika Tulia? Ni mimi tu. Nyinyi wote msikini. Ndio maana akija jaji mkuu, shikamoo mwalimu, na mimi kwa sababu na mheshimu naitikia marhaba jaji mkuu, ili wajue jaji mkuu akija spika Tulia, shikamoo mwalimu, na marhaba spika. Basi ndio fahari yangu. Lakini nataka kusema nini kitu kikubwa? Namshukuru Mungu kwamba amenipa nafasi ya kuwatengeneza baadhi yenu kuwa viongozi wa nchi. Ndio maana kwangu mimi mliponiambia nije nikasema muda huu wa break nitakuja, kwa sababu kundi hili ni kundi muhimu sana. Vijana wa Tanzania, nataka nimalize na nyinyi kwa haya kabla sijamaliza hotuba yangu. Hamna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Tanzania hii ikiharibika, mmeharibikiwa. Tanzania hii ikibomoka, mmebomokewa. Na kwa sababu ya maendeleo haya makubwa ambayo mmekuwa nayo na amani ya muda mrefu, msitegemee mkiharibu hapa wengine watawapokea kwa bashasha, watawapokea kwa masimango na matusi. Thaminini nchi yenu, thaminini taifa lenu, jengeni nchi yenu, simamieni nchi yenu. Hakuna maendeleo bila kutoka jasho. Hakuna maendeleo bila sacrifice. Na hakuna maendeleo yanayokuja kwenye sahani. Na mimi nakumbuka hayo. Mwalimu Nyerere alipowafukuza vijana wa chuo kikuu kwa makosa waliyofanya, kama nje ya chuo mwaka mzima, waliporudi, na alikuwa na tabia kila mwaka kuja chuo kikuu kuongea na wanafunzi maswali na majibu. Hawauliza, akasema dhani vijana nimewatikisa kidogo tu mmebabaika hivi, hamjui kwamba hakuna kitu kupewa kwenye silver platter. Thaminini nchi yenu. Thaminini nchi yenu. Kuweni na heshima kwa viongozi wetu. Mimi nilifundwa, mama yako ni mama yako hata kama ana kasoro. Mama yako ni hata kama ana kasoro kwa wengine, sio kwako. Acha wengine waziite hizo kasoro zake, na sitaki kuzitaja hapa in public. Acha wamuite huyo ni Rahab, na kwenye Biblia mnajua Rahab alikuwa anafanya nini, lakini sio wewe aliyekuzaa. Sababu mama yako, na mama yetu sisi ni nani? Tanzania. Mama yetu ni nani? Tanzania. Don't think you have any other country except Tanzania. You can't demolish Tanzania and expect to go and live where? Kwenye mwezi? Una rocket ya kupeleka kwenye mwezi? Hakuna. Na hakuna taifa ambalo halijapitia changamoto. Na mataifa yote yaliyofanikiwa kwa hali ya juu kabisa, pamoja na Waingereza, wameheshimu mila na desturi zao, hata kama wengine wote wameziona hazifai. Na mimi hao na wasifu sana. Wale walioheshimu mila na desturi zao wamebaki imara. Leo wote, ili uonekane ni sehemu ya dunia, tunatumia lugha gani duniani? Tunatumia lugha gani duniani? Haya. English Premier League imeanza au bado? Inaendelea. Nani anaongoza? Si unaona? Lakini leo kuna watu ambao wanaheshimu mila zao kama Waingereza. Waingereza wanamheshimu mfalme wao au hawamheshimu? Kwa hiyo ule tunaona sisi yamepungua, kwa wao ndio yamewapa nini? Nguvu ya leo, lugha yao ndio Kiswahili cha dunia. Hapo leo Arsenal. Wewe kama ni Arsenal, nani Man U? Nani Chelsea?
Sasa nyote mko Uingereza, kila unapofungua DStv hela inaenda wapi? Ukifungua Uingereza. Hao ndio watu wenye, na sisi tuwe kama wao, tuthamini Kiswahili na mambo mengine. Basi baada ya kusema hayo mengi na mengine yasiyokuwa ya lazima labda na faida, nihitimishe hotuba yangu kwa kusema kwamba ninawasihi sana mzingatie yale yote mtakayoelimishwa kupitia kongamano hili kwa siku zote mbili mtakazokuwa hapa. Ni dhamira yetu kuhakikisha mnawezeshwa kujadili na kujifunza masuala mbalimbali kuhusu sayansi, ubunifu, kukabiliana na janga la VVU, afya ya uzazi na jinsia, na kukuza ustawi wa jamii pamoja na masuala mengine muhimu katika jamii. Hivyo nawahimiza kushiriki kamilifu katika kwa wakati wote katika kongamano hili. Baada ya kusema hayo, sasa nataka kutamka rasmi kuwa kongamano jumuishi la kisayansi la vijana lenye kauli mbiu kuunganisha sayansi ubunifu katika kukabiliana na janga la VVU, afya ya uzazi na jinsia, kukuza ustawi kuelekea dira 2050 linalofanyika katika ukumbi huu wa Morena Dodoma limefunguliwa rasmi. Haya, simameni.